Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Gwiji wa kidiplomasia ulimwenguni, mwanasiasa Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni nchini Urusi, ametoa hotuba kali siku ya leo Jumanne kuhusiana na masuala ya mambo ya kigeni ya Urusi. Waziri huyu wa mambo ya kigeni amezungumza juu ya ulimwengu wa leo na namna Urusi inavyocheza karata yake. Waziri huyu wa mambo ya kigeni amesema kwa sasa taifa la Urusi litazingatia sheria ambazo zinazingatia maslahi ya ulimwengu wote badala ya kuzingatia maslahi ya mataifa fulani, anasema Sergei Lavrov. Anasema sheria ambazo zinapaswa kutegemea utaratibu wa dunia unaoendana na nchi za Magharibi, sheria hizi zote zitatupiliwa mbali na Urusi. Urusi wakati huu inacheza mchezo ambao utaifanya dunia kuwa ya haki. Urusi inatengeneza mazingira ya kila nchi kuwa na uhuru wa kufanya chochote, lakini isiyovunja sheria. Hata hivyo, matokeo ya sera ya mambo ya kigeni ya Urusi, kwa mujibu wa Sergei Lavrov, yanaonekana sio tu kwa mataifa ya kusini mwa ulimwengu na mashariki ya ulimwengu, mwelekeo wa ulimwengu mzima, lakini uwe mwelekeo wa ulimwengu mzima. Hata hivyo, amezungumzia juu ya migogoro mbalimbali inayozidi kujengeka katika ulimwengu ambayo inasababishwa na watu wa Magharibi. Amesema katika mkutano na waandishi wa habari juu ya matokeo ya diplomasia ya mwaka 2025 na kazi kubwa iliyofanywa na Urusi katika utatuzi na namna ya kuzuia migogoro mingi. Hata hivyo, amezungumzia mgogoro wa nchini Ukraine. Amesema Urusi ilijitolea kutafuta suluhu la diplomasia kwa mzozo wa Ukraine, lakini ni mataifa Magharibi ambayo yamekuwa yakitengeneza mzozo huu uwe wa kila kukicha. Tumejitolea kama vile Rais wa Urusi Vladimir Putin alivyosisitiza mara kwa mara kutafuta suluhu za kidiplomasia kwa mgogoro wa Ukraine, Lavrov alisema. Hata hivyo, anasema Umoja wa Ulaya EU ulijaribu kudhoofisha juhudi za upatanishi wa Marekani kwenye njia ya usuluhisho wa amani wa Ukraine, wakati huo huo ikijaribu kumshawishi Donald Trump, rais wa Marekani, kubadilisha msimamo wake kuhusu Ukraine. Waziri huyo alisema, akibainisha mkakati wao wa kuweka msingi kwa vita na Urusi ulienda kushindwa na utashindwa tu, anasema Lavrov. Lavrov alisisitiza kuwa Moscow imeonyesha nia njema mara kwa mara katika kutatua mzozo wa Ukraine, lakini mataifa ya Magharibi yamedhoofisha katika makubaliano ambayo yalikuwa yakienda kumaliza mzozo huo, huku akimshawishi Zelensky kuachana na namna ya kumaliza vita. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi aliapa kwamba Urusi itatetea maslahi yake bila kuyumbayumba na kutoruhusu haki zake halali kukiukwa. Urusi wakati wote itatetea maslahi yake kwa uthabiti bila kuingilia haki za wengine na za mtu mwingine yoyote, lakini pia kutoruhusu haki zetu halali kutendewa bila kuzingatiwa, Lavrov alisisitiza. Moscow itafanya mazungumzo na washirika wa kimataifa kulingana na kanuni za kuheshimiana na usawa, na iko tayari kufanya kazi na mtu yeyote ambaye yuko tayari kushirikiana na kuzingatia usawa na bila ulaghai, alisema waziri huyo wa mambo ya kigeni, na kuongeza kuwa mipango yote ya kuitenga Urusi imeshindwa. Urusi imejenga mipango mizito namna ya kuhakikisha mataifa ya Magharibi yanashindwa kuitenga Urusi, kwani Urusi Mungu ameijalia kuwa na rasilimali nyingi ambazo zina uhitaji mkubwa kwa watu wa Magharibi, na hivyo wameshindwa kuitenga Urusi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanasalia kujitolea kwa itikadi ya kuleta ushindi wa kimkakati kwa Ukraine na kuishinda Urusi, lakini hili pia limeshindikana. Wakati wa mazungumzo wa kutuletea ushindi wa kimkakati umeisha. Hata hivyo, kwa dalili zote yanabaki katika akili ya mipango ya viongozi wa Ulaya, Lavrov alieleza zaidi. Waziri huyo wa mambo ya kigeni ameeleza zaidi kwamba sasa wao wanaelekea katika mpango wa kuhakikisha ulimwengu unakuwa ni wa usawa wakati wote, na kwamba hakuna taifa ambalo litakuwa juu ya taifa jingine. Wanatengeneza kile ambacho rais wa Urusi Vladimir Putin ameeleza, akisema kwamba hii itakuwa ni multipolar world, yani ulimwengu wa pande nyingi ambao kwa mujibu wa Lavrov mataifa mengi yanaanza kukubaliana nao. Hata hivyo, moja kati ya nchi hizo ni pamoja na Marekani yenyewe ambayo kwa miaka mingi ilikuwa ikitegemewa na mataifa yote duniani, na kwamba hakukuwa na taifa ambalo lilikuwa linawaza siku moja Marekani ingekuja kuwasaliti.
Hiki ndicho ambacho kinatokea wakati huu. Ni wakati ambapo nchi nyingi za Ulaya ziliwaza watakuwa na Marekani wakati wote kama mshirika wao wa kuaminika, lakini wakati huu wanaona ni kama vile wanatengwa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anazingatia mfumo wa utawala ambao Urusi pamoja na Uchina wameuanzisha kama moja kati ya sera za kimataifa, kuwa na ulimwengu wa pande nyingi. Mtazamaji wa The World News, katika hotuba ya waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov kulikuwa na mambo mengi ambayo ameyazungumza, lakini kubwa amezungumza na viongozi wa magharibi juu ya kile ambacho wanaendelea nacho hasa katika ulimwengu wa pande nyingi, lakini pia namna ambavyo Urusi sasa inataka kutengeneza mfumo ambao utakuwa ni wa haki kwa nchi zote duniani. Basi endelea kutufuatilia, nasi tutakuwa hapa kwa ajili ya kukufahamisha mengi yanayojiri duniani, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.